Ebana, mambo vipi mtazamaji wa channel ya Biomedia? Karibu sana. Jina langu ni Official Rose D. Pasi na kupoteza wakati, kama ilivyo kawaida unahabarika na habari mbalimbali. Leo tutaangazia habari ambako Mange amedondosha machozi. Wanataka kuniua baada ya serikali ya Tanzania kutangaza kumsaka. Ebana, ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambako imesisitiza kuwa itahakikisha basi inamkamata mwanaharakati wa mitandao ya kijamii mwanadada Mange Kimambi ambaye ni Mtanzania anayeishi nchini Marekani, na kwa madai ya kuhamasisha na kuchochea vurugu zilizotokea nchini kuanzia Oktoba 29, 2025. Mange alihusika moja kwa moja, hivyo wametangaza kumkamata. Kauli hiyo imetolewa na mwanasheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari muda mfupi mara tu baada ya kuapishwa rasmi na Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 5 Novemba 2025 kuendelea kuongoza ofisi hiyo nyeti serikalini. Amesema pia serikali haitakubali kuona kwamba mtu mmoja akiwa nje ya nchi anatumia mitandao ya kijamii kuvuruga amani na kuathiri utulivu wa taifa, kisha baadaye kuonyesha majivuno kana kwamba yupo juu ya sheria. Mwanasheria mkuu huyo alisisitiza kuwa vitendo hivyo ni vya dhihaka na kudharau mamlaka ya nchi, hivyo hatua kali lazima zichukuliwe. Katika nukuu ya Hamza Johari, anasema haiwezekani mtu anakaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania halafu anawaambia watu wafanye vurugu na wanafanya kweli, kisha baadaye anajisifia hadharani kwamba bado atarudi kivingine. Hilo haliwezi kuvumiliwa. Aliweza kusema hayo Hamza Johari kwa msisitizo, lakini pia alieleza kuwa pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kufuatilia swala hilo kwa karibu, ofisi ya mwanasheria mkuu nayo itashiriki kikamilifu kuhakikisha taratibu zote za kisheria zinafuatwa katika kufanikisha kumfikisha Mange Kimambi mbele ya vyombo vya dola. Johari aliongeza kuwa vurugu zilizohamasishwa mitandaoni zimesababisha uharibifu mkubwa wa mali za umma pamoja na binafsi, ikiwemo gari la ofisi yake binafsi ambalo limechomwa moto wakati wa machafuko hayo. Alisema dereva wake alinusurika kwa kukimbia, jambo linaloonyesha ukubwa wa madhara yaliyotokana na vitendo hivyo vya uchochezi. Katika nukuu ya pili anasema, tumeona mali za watu binafsi zikiharibiwa, tumeona magari ya serikali yakiteketezwa kwa moto ikiwemo gari la mwanasheria mkuu wa serikali. Haiwezekani taifa kukaa kimya mbele ya matukio kama haya, alieleza kwa ukali. Serikali imesisitiza kwamba haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya yeyote yule ambaye anajaribu kuvunja amani, kuchochea ghasia au kupandikiza chuki kupitia mitandao ya kijamii, na kwamba Tanzania itaendelea kuwa nchi ya amani na utulivu kwa wananchi wake wote kabisa. Itakumbukwa kwamba siku ya juzi mara tu baada ya mitandao kurejea, dada wa taifa mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi kupitia moja ya video ambayo imekuwa ikisambaa kwa kasi mitandaoni, alionekana Mange akilia kwa uchungu kweli kweli na kuongea maneno ambayo mimi nitanukuu kwa faida yako mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Anasema, wametumwa Mexico kuniua. Hii ni video yangu ya mwisho. Msiponiona tena mjue ndo wamenipoteza. Aliweza kuongea Mange mara tu baada ya maneno hayo. Mashabiki walimvaa Mange na kusema kwamba ni muongo, hakuna mwenye shida ya kukuteka, ila unajishuku tu kutokana na kuona aibu baada ya kushindwa ulolitaka. Ulipanga kuvunja amani ya Tanzania kwa mambo yako wewe mwenyewe binafsi kwa ajili ya tamaa ya pesa. Umesababisha vifo vingi sana vya Watanzania, utalipa kwa hilo. Walimaliza pia kuongea hivyo baadhi ya mashabiki ambao wanatoka nchini Tanzania kutokana na kauli hii ya bidada Mange Kimambi kuhusu kupotezwa. Mara tu baada ya hayo ya jana ndo kwanza mwanasheria mkuu wa serikali baada ya kuteuliwa na kuapishwa na Rais Samia Suluhu Hassan akaanza kuweka wazi juu ya serikali kwamba kiukweli ina mpango wa kumsaka Mange Kimambi ili aweze kujibu mashtaka juu ya haya ya uvunjifu wa amani ambao aliufanya kwa Tanzania kuingia barabarani kufanya maandamano. Nini maoni yako katika hili mtazamaji wetu wa Biomedia? Mtuandikie maoni yako moja kwa moja. Nini cha kuzungumza kufuatia hili la Mange na serikali ya Tanzania? Mimi nitakuangazia kunako next video. Wana wakati mwema. Jina langu ni Official Rose D. Usahau kusubscribe, kucomment pamoja na kushare.